Kuna ukweli fulani kuhusu maisha ambao hauambiwi mapema. Watu wengi huishi miaka mingi wakiamini mambo fulani ni muhimu sana. Lakini wanapofika hatua fulani ya maisha ndipo wanagundua kwamba waliamini vitu visivyo na thamani sana. Cha kusikitisha ni kwamba wengi hugundua ukweli huu wakiwa tayari wamechelewa. Wengine wakiwa wamepoteza muda, wengine wakiwa wamepoteza marafiki, na wengine wakiwa wameharibu maisha yao. Lakini habari njema ni hii hapa. Ukijifunza ukweli huu mapema unaweza kubadilisha kabisa namna unavyoishi maisha yako. Katika video hii nitakuonyesha ukweli 7 wa maisha ambao watu wengi hugundua wakiwa wamechelewa sana. Na kama utaelewa haya mapema, maisha yako yanaweza kuwa tofauti kabisa. 1. Watu wengi hawakujali sana kama unavyofikiria. Watu wengi hutumia maisha yao wakijaribu kuwafurahisha wengine. Unaweza kumkuta mtu anaacha ndoto yake kwa sababu anaogopa watu watasema nini. Anaacha kuanza biashara yake kwa sababu anaogopa watu watamcheka. Anaanza kufanya jambo analolipenda kwa sababu anaogopa kuonekana tofauti. Lakini ukweli wa maisha ni kwamba watu wengi hawajali sana kuhusu wewe kama unavyofikiri. Kila mtu ana maisha yake, kila mtu ana matatizo yake, kila mtu anafikiri maisha yake mwenyewe. Hivyo wakati wewe unaogopa watu watasema nini, watu wenyewe wako bize kufikiria maisha yao. Miaka inapopita ndipo mtu hugundua kwamba alipoteza muda mwingi sana akiishi maisha ya kuwafurahisha watu wengine. Lakini pili, muda ndio mali ya thamani zaidi. Ukweli wa pili ambao watu wengi hugundua wakiwa wamechelewa ni kwamba muda ndio kitu cha thamani zaidi kwenye maisha. Watu wengi wanapokuwa vijana wanaamini wana muda mwingi sana. Wanapoteza muda, wanachelewesha ndoto zao, wanasema nitafanya baadaye. Lakini miaka inapopita ndipo wanagundua kitu kimoja cha kushangaza. Pesa inaweza kupatikana tena, kazi inaweza kupatikana tena, hata marafiki wanaweza kupatikana tena. Lakini muda uliopotea hauwezi kurudi. Ndipo watu wengi wanasema, laiti ningejua mapema, ningeweza kufanya lile. 3. Sio kila rafiki ni rafiki wa kweli. Katika maisha watu wengi waamini kila anayekaa nao karibu ni rafiki. Mnakula pamoja, mnacheka pamoja, mnazungumza kila siku. Lakini ukweli wa maisha ni huu hapa. Watu wengi wanaokuzunguka si rafiki wa kweli. Baadhi yao wako karibu kwa sababu wanakufaidi. Baadhi yao wako karibu kwa sababu mambo yao yanaenda vizuri. Lakini siku mambo yako yakibadilika, utashangaa kuona watu wengi wanapotea ghafla. Na hapo ndipo mtu hugundua ukweli mmoja mgumu sana. Marafiki wa kweli ni wachache sana kwenye ulimwengu. Na mara nyingi ukweli huu hugunduliwa baada ya kuumizwa. 4. Ni kufanya kazi sana pekee haitoshi. Watu wengi wanafundishwa kwamba ili ufanikishe maisha unahitaji kufanya kazi sana. Kwa hiyo wanafanya kazi sana. Lakini miaka inapopita wanagundua ukweli mmoja wa ajabu. Kuna watu wanafanya kazi sana lakini bado wako masikini. Na kuna watu wanafanya kazi kidogo lakini wanafanikiwa sana. Kwa nini? Kwa sababu ukweli wa maisha ni huu hapa. Si kufanya kazi sana kunako kufanya ufanikiwe, bali ni kufanya kazi sahihi kwa akili sahihi. Ndio maana watu wengi hugundua wakiwa wamechelewa kwamba walikuwa wanatumia nguvu nyingi kwenye kitu kisicho sahihi. 5. Afya ni muhimu kuliko pesa. Ukweli mwingine ambao watu wengi hugundua wakiwa wamechelewa ni kuhusu afya. Watu wengi hutumia maisha yao wakitafuta pesa. Wanakosa usingizi, wanajisumbua kupita kiasi, wanapuuza afya yao. Lakini siku afya inapoharibika ndipo wanagundua kitu cha kushangaza. Pesa yote waliotafuta haiwezi kununua afya kamili. Ndipo mtu akagundua kwamba afya ni utajiri mkubwa kuliko pesa. Lakini kwa bahati mbaya wengi hugundua ukweli huu wakiwa tayari wagonjwa. 6. Ni kwamba kadri unavyoelewa maisha ndivyo unavyopunguza watu. Watu wengi wanapokuwa vijana wanapenda kuwa na marafiki wengi sana. Wanapenda kuwa sehemu ya kila kundi. Lakini kadri mtu anavyoendelea kukua na kuelewa maisha ndipo anaanza kuona mambo tofauti. Anaanza kuona kwamba baadhi ya watu wanamchosha. Baadhi ya mazungumzo hayana maana. Baadhi ya mahusiano yanapoteza muda wake. Ndipo anaanza kupunguza watu. Si kwa sababu anawachukia, bali kwa sababu amani ya akili inakuwa muhimu kuliko watu na watu wengine. 7. Maisha yako ni wajibu wako mwenyewe. Ukweli wa mwisho ambao watu wengi hugundua wakiwa wamechelewa ni huu hapa. Hakuna mtu atakayekuja kuyaokoa maisha yako.
Watu wengi husubiri msaada, husubiri bahati, husubiri mtu awafungulie milango. Lakini ukweli wa maisha ni huu hapa. Hakuna mtu anayewajibika na maisha yako zaidi yako wewe mwenyewe. Ndio maana watu wanaofanikiwa huwa wanafanya kitu kimoja tofauti. Wanachukua uwajibikaji kamili wa maisha yao. Hawasubiri, wanachukua hatua. Ukweli wa maisha ni huu hapa. Maisha yanafundisha sana, lakini mara nyingi masomo yake huja akiwa amechelewa. Watu wengi hugundua ukweli huu baada ya kupoteza muda, pesa na mahusiano. Lakini kama umeangalia video hii leo, una bahati kubwa sana, kwa sababu unaweza kujifunza ukweli huu mapema kuliko watu wengine. Na ukijifunza mapema unaweza kuishi maisha tofauti kabisa. Kama umejifunza kitu kwenye video hii, andika kwenye comment nimejifunza. Na usisahau kusubscribe, kwa sababu kwenye channel hii tunazungumzia akili, maisha, mafanikio na ukweli ambao watu wengi hawasemi. Tutaonana kwenye video inayofuata. Mimi nasema asante na bye bye.